biashara, wapo mahali gani, maadamu sauti hii itafika, Bwana ukawahudumia kwa pamoja. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, natangaza utawala wa Yesu Kristo mahali hapa. Natangaza utawala wa nguvu za Mungu popote pale sauti inasikika, na mamlaka ya giza ikanyamaze kimya na kutoweka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na achilia neema juu ya mnenaji, tie nguvu, pake mafuta, mpe ufunuo tena mwingi kwa ajili yetu. Naomba haya nikiamini katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, sote tuseme amen. Karibu mnenaji, na Mungu akubariki. Tupige makofi mengi kwa ajili ya kumpa Bwana utukufu. Mungu akubariki sana. Karibu, Mungu akubariki. Bwana asifiwe kanisa. Namshukuru Mungu tena kwa siku hii, tena tumekutana tena. Nimempendeza Bwana tukusanyike tena nyumbani mwake. Katika siku ya leo nimekuletea somo linaloitwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo. Unaweza ukawa unaelewa maana ya upendo, unaweza ukaelewa kwa namna nyingine. Leo nimekuletea maana ya upendo. Kwa mimi nilivyopata, upendo maana yake ni uhusiano uliopo baina ya mtu na mtu au mtu na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ni uhusiano uliopo baina ya mtu na mtu au mtu na kitu. Uhusiano huo unaweza ukawa mbaya, ukawa in negative way au in positive way. Bwana Yesu asifiwe. Au upendo wa mtu na kitu unaweza ukawa ni negative au in positive way. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa mtu na mtu. Wako watu anampenda mtu kwa kuwa yule mtu ana mahusiano naye mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anategemea kwake kwa kuwa anampa kila kitu au anampa kila kitu, anampa anachotaka. Kwa hiyo upendo wake wote anaeneza kwa yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Anaueneza kwa yule mtu kwa kuwa anampa chochote, anasahau upendo wa kumpenda Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 na ule mstari wa 5 mpaka wa 7, Biblia inasema, amelaaniwa yule amtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bali yule amtegemea Mungu amebarikiwa. Wako watu leo wanategemea ndugu zao. Wako watu kwa sababu wana mahusiano mazuri na mjomba wake, upendo wake umelilai kwa mjomba wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anajua nikienda kwa mjomba atanipa hela, nikienda kwa mjomba nikimwambia shida fulani atanipa. Tunatakiwa kumtegemea Mungu. Tumaini lako ukiweka kwa Mungu unaonesha upendo. Unamtumaini Mungu kwa sababu ya upendo wake. Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano yaliyopo kati ya mtu na kitu. Wako watu leo hii tunaona wana struggle kutafuta mali. Mtu ana struggle kutafuta mali. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 33 anasema, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Wako watu wanaacha kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wana struggle kutafuta mali. Wanasahau kwamba mali inaweza kukutenga na ufalme wa mbinguni. Wanasahau kwamba mali inaweza kukutenga na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mpende Mungu na hayo mengine yote utazidishiwa. Ukionyesha upendo kwa Mungu, mengine yanakuja tu. Biblia inatuambia utafuteni kwanza ufalme wa mbingu. Tunautafutia ufalme wa mbingu kumtumikia Mungu. Mpende Mungu kwa akili zako na kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe. Utamwona Mungu akikuinua. Tuangalie aina za upendo. Kuna aina ngapi za upendo? Ziko aina 3 za upendo. Upendo wa kwanza ni upendo wa agape. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa agape ni upendo wa namna gani? Ni uhusiano uliopo baina ya Mungu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni uhusiano uliopo baina ya Mungu na mwanadamu. Ndio huu upendo ambao nitaongelea mahali hapa siku ya leo. Upendo wa pili, aina ya pili ya upendo unaitwa filio. Upendo huu ni wa namna gani?
ni uhusiano uliomo baina ya mtu na mtu, au mtu na mzazi na mtoto, rafiki yako, mtu na vitu. Ni uhusiano wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni uhusiano uliomo baina ya mtu na mtu. Inaweza kawa mzazi na mtoto wake, au wewe na rafiki yako, au mimi na rafiki yangu, au sisi hapa kanisani tunapopendana. Bwana Yesu asifiwe. Ni upendo wa filio. Upendo wa eros. Upendo wa eros ni upendo wa namna gani? Ni ule upendo wa kimapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya mtu na mtu, mwanamke na mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Ni upendo wa namna hii. Siku ya leo nitastiki kwenye upendo wa agape. Ni uhusiano uliomo baina ya nini? Ya mtu na Mungu, mwanadamu na Mungu. Kwa nini tunajifunza upendo wa agape? Kwa nini tunajifunza upendo kanisa kama kanisa? Wewe tunatakiwa kujua nini maana ya upendo. Tunatakiwa kujifunza upendo kwa sababu zipo sababu 4 ambazo tutajifunza mahali hapa. Sababu ya kwanza, kwa sababu upendo ni msingi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ni msingi au ni nguzo ya kanisa. Kanisa kama kanisa, tutajuaje kanisa hili lina nguvu ya Mungu? Upendo katika kanisa. Biblia inasema kwamba ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 10 na ule mstari wa 26 mpaka 27, Biblia inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kama kanisa tunatakiwa kujifunza kwa sababu ni msingi wa kanisa. Tutajuaje kwamba wewe una nguvu za Mungu? Au tutajuaje kwamba wewe una roho wa Mungu? Kumpenda Mungu. Tutajuaje kama umeokoka? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni mimi na wewe. Tutajuaje kama umeokoka? Wewe unavyomtumikia Mungu, wewe unavyofanya mambo yako, wewe unavyoishi na wenzako, wewe unavyoishi na wapendo wenzio. Bwana Yesu asifiwe. Upendo. Pasipo upendo si kitu. Pasipo upendo hatuwezi kumwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ni kila kitu. Namba 2, upendo ni tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza upendo kanisa kama kanisa kwa sababu upendo ni tunda la Roho Mtakatifu. Tutajuaje kwamba wewe una Roho Mtakatifu ndani yako? Upendo. Upendo. Kama una upendo, wewe kumwona Roho Mtakatifu ni ngumu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu kwa sababu hauna upendo. Ukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22. Wagalatia 5 ile sura ya 22. Biblia inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani na uvumilivu. Lakini mimi nimestiki kwenye upendo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo, tunda la Roho. Tutajuaje kama una Roho Mtakatifu? Upendo ulionao kwa wenzio. Sio tu kwa kanisa au sio tu kwa wapenda wenzio, hata huko unakoishi onyesha upendo. Unapoonyesha kwa upendo kwa watu, wale watu wanaweza kuokoka kupitia wewe, kupitia upendo unaoonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ni tunda la Roho. Namba 3, upendo ni nini? Kwa sababu tunajifunza upendo kanisa kama kanisa kwa sababu upendo ni amri. Ni amri ya Mungu ambayo tumepewa kama kanisa, kama wanadamu tumepewa. Ni amri kuu ya Mungu. Kwenye ile mstari wa 20, ukisoma katika kitabu kile cha Luka sura ya 10 na mstari wa 26, Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeagizwa tumpende Bwana Mungu wetu. Ni agizo, upendo ni agizo kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kumpenda Mungu kwa sababu Bwana alitupenda sisi akamtoa mwanawe pekee kwa ajili yetu sisi. Mungu kwa upendo wake alimtoa mwanawe pekee kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya shida zetu, kwa ajili ya mateso yetu. Hiyo amri ya kwanza nasema mpende Bwana Mungu wako kwa nafsi yako, kwa akili zako na kwa nguvu zako na kwa roho yako. Bwana Yesu asifiwe.
Hiyo amri ya kwanza. Amri ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Pende jirani yako kama nafsi yako. Pende ndugu yako. Utajuaje kama unampenda? Sio umemwona mwenzio anapotea, unatakiwa kumuombea. Unamwona mwenzio anaenda wrong, correct. Bwana Yesu asifiwe. Sio ndo unacheka. Bwana Yesu asifiwe. Upendo namna gani unaonyesha? Unapomwambia mwenzako aende katika njia sahihi. Unapomwelekeza mwenzako aende katika njia sahihi ili aweze kulisi uzima wa milele. Kanisa tunatakiwa kuwa na upendo. Kanisa tunatakiwa kupendana sisi kama sisi. Kanisa ndo sisi wenyewe. Sisi tunatakiwa kuonyesha upendo sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoonyesha upendo tunaona nguvu za Mungu katika kanisa. Kanisa linakuwa na nguvu ya Mungu kwa sababu kuna upendo. Mungu anakaa sehemu yenye upendo. Watu mkiwa na upendo mtaonyana. Bwana Yesu asifiwe. Mtaonyana. Hiki sicho. Ukiwa na upendo mwenzako amekosea utamsamehe, utaondoa kinyongo. Pasipo upendo hawezi kumsamehe mtu. Wako watu leo hii anampenda mtu kwa sababu ya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mpende ule upendo wa agape. Sio kwa ajili ya kitu fulani. Mpende mwenzako kwa ajili ya upendo ule wa agape, sio kwa ajili ya kitu fulani au kwa mtu anataka kile. Wako watu leo anasema tu ninakupenda, moyoni wake hamna kitu. Anaweza kusema ninakupenda akakuchekea hivi, lakini moyoni mwake hana roho ile ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kubadilika, kuwa na moyo wa upendo. Bwana anaangalia moyo wa ndani. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 21 na mstari wa 15 mpaka 17, tunamwona pale Yesu Kristo alikuwa anaongea na Simoni Petro. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anamuuliza, "Je, Simoni Petro, wanipenda kuliko hawa?" Simoni Petro akamwambia, "Bwana wewe wajua." Akamwambia, "Bwana wewe wajua." Akamuuliza mara ya pili tena, "Wanipenda kuliko hawa?" Bwana alikuwa anaangalia moyo wa Petro. Hakuwa anaangalia moyo kitu kipi anakitamka kwa muda ule. Alikuwa anaangalia moyo wake kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. "Je, wanipenda kuliko hawa?" Akasema, "Bwana wewe wajua." Bwana wewe wajua mimi nakupenda. Naomba nisomee kitabu cha Yohana sura 21. Yohana sura 21 na ule mstari wa 15, Biblia inasema, "Basi ulipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, 'Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?' Akamwambia, 'Naam Bwana, wewe wajua nakupenda.' Akamwambia, lisha wana kondoo wangu." Bwana Yesu asifiwe. Utajuaje kama unampenda Mungu? Tumikie Bwana. Mtumikie Bwana. Kama wewe ni mhubiri wa Injili, hubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwalimu, fundisha ili watu waweze kuulisi ufalme wa mbinguni. Kama wewe ni mtu ambaye unaimba, imba kupitia watu. Wewe watu watamuona Mungu. Kupitia wewe watu watamuona Roho Mtakatifu akiwahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndo upendo ambao Bwana alikuwa anautaka mahali hapa. Alikuwa anaendelea kumuuliza Petro, alikuwa anaangalia moyo wake. Akamwambia, "Umetambua ya kuwa nakupenda?" Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Akamwambia Simoni Petro, "Lisha kondoo zangu." Kondoo zako ni wapi? Ni watu. Sisi tunatakiwa tuhubiri Injili kwa mataifa. Tunatakiwa tutoke, sio mtu kanisani. Wako watu huko wanahitaji neema ya wokovu. Wako watu huko mtaani wanahitaji tu wasikie neno la Mungu. Wako watu tu wanatamani wamuone mtumishi wa Mungu akihubiri ili wapate kuponywa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi na wewe kutoka hapa kwenda kwa nje kuhubiri Injili ili kuwaokoa wale ambao wamepotea. Bwana Yesu asifiwe. Ni upendo ambao Mungu ndo anautaka. Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, au mengine yote mtazidishiwa. Mali mtazidishiwa. Tumtumikie Mungu kwa moyo. Kama unampenda Mungu, mtumikie Mungu. Ikiwa kijana unataka binti unataka kuoa kijana, mtumikie Mungu, utapata mtu sahihi. Hata yuko wapi Mungu atamrejesha.
Ikiwa binti unataka mume mzuri, usio unachenga kwenye kumtumikia Mungu, weka upendo kwa Mungu. Tajuaje unampenda Mungu? Mtumikie Mungu. Mtumikie Mungu kwa fedha zako, mtumikie Mungu kwa nguvu zako na kwa akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Jitoe kwa Mungu. Kama hutaona, Mungu atakuletea mtu ambaye sahihi kwenye maisha yako. Tumikie Mungu, jitoe kwa Mungu. Tuko sisi hapa, mimi hapa nikiwa sikuomba ni miujiza ya Bwana. Yaani ukijitoa kwa Mungu nakwambia huwezi, Mungu akakuacha. Ndio maana Biblia inasema mtafuteni kwanza ufalme wake na mbili mtazidishia. Mimi sikuomba mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Sikuomba. Ni yeye Mungu anaunganisha, hata mtu awe wapi anaunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu sahihi kwenye maisha yako Bwana atamleta. Haijalishi yuko Marekani, haijalishi yuko wapi, Bwana atamleta kwenye maisha yako. Mpende Mungu, mtumikie Mungu kwa upendo na kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe. Mpende Mungu binti. Usio kielele kwa mambo mengine, kuwa kielele kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kuwa kielele kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwenye maisha yako. Usio kielele kwa ajili ya mambo mengine. Ukiwa kielele kwa Mungu, utamwona Mungu kwenye maisha yako. Upendo kwa Mungu. Mpende Mungu. Usio nyuma kwenye kutoa sadaka binti. Jitoe. Mimi nikiwa chuo nilikuwa nipo tayari niache kula. Bwana Yesu asifiwe. Niache kuyopa wakati maana najua imebaki 5,000, lakini hiyo nitatoa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu najua Bwana ndiye atakayenipa. Najua nikitoka pale na pale nikitoka, baada ya kutoka ibadani, simu zinaita natumiwa hela. Bwana Yesu asifiwe. Miujiza ya Mungu inatendeka. Tumikie Mungu kwa sadaka yako, kwa fedha zako, kwa mali zako na kwa akili yako. Utamwona Mungu akikuinua. Kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Kisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 14. Galatia 5 na ule mstari wa 14. Biblia inasema, maana torati yote imekamilika katika neno moja, nalo hili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Pende jirani yako kama nafsi yako. Sikiliza mpendwa, ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 11 mpaka 14, tunamwona Musa baada ya kuona Waisraeli wamemkosea Mungu. Musa alilia kwa Mungu, aliwaombea msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Aliomba neema ya wokovu kwa wale Waisraeli. Je, wewe na mimi tunafanya hivyo? Ukimwona mwenzako anapotea, ukimwona binti anapotea, umewahi kumweka au umewahi kumwombea rehema kwa Mungu? Mungu mbadilishe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aweze kumwokoa kule alipo. Musa alilia kwa ajili ya Waisraeli. Alijitoa yeye kwa ajili ya Waisraeli. Tunaona Mungu akagairi. Waisraeli wakapata wokovu kupitia nani? Kupitia Musa. Na sisi tunatakiwa kanisa kama kanisa, ukimwona mwenzako anapotea, mwite au muombee kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Muombee rehema kwa Mungu ili aweze kurejea kundini. Huo ndio upendo ambao naongelea hapa. Ni upendo wa agape. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa agape. Pende Bwana Mungu wako kama nafsi yako. Sisi kama sisi tunatakiwa kumpenda Mungu. Kwa sababu gani? Yeye Mungu ndio mwanzilishi wa upendo kwetu. Mungu ndio mwanzilishi wa upendo. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari wa 16, Biblia inasema, tazama jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kusudi kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitupenda, alionyesha upendo kwa wanadamu. Licha Mungu walimkosea Mungu pale bustani ya Eden, lakini Mungu akaona nirejeshe mahusiano, upendo ulioko ndani yake. Akamtuma mwanao pekee. Sio mwanae tu, mwanao pekee. Wewe unaweza kumtoa mwanao pekee? Mungu ndo amekupa huyo, unaweza kumtoa. Lakini Mungu kwa upendo wake akamtoa mwanao pekee kwa ajili yetu sisi. Kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya mateso yetu. Akamtoa kwa ajili yetu, akapigwa kwa ajili yetu, akateseka mwanae.
kwa ajili yetu sisi. Kwa nini tusimpende Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Pia Yesu Kristo mwenyewe alijitoa kwa ajili yetu. Yesu Kristo mwenyewe alijitoa pale msalabani, akapigwa, akachomwa macho kwa ajili yetu sisi wanadamu, kwa ajili yetu sisi wanadamu. Na sisi wanadamu tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, nasi tunatakiwa kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tunatakiwa kuonyesha upendo kwa Mungu, tunatakiwa kuonyesha upendo kwa wajane, tunatakiwa kuonyesha upendo kwa yatima, tunatakiwa kuonyesha upendo kwa wale ambao wamekataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Bwana alitupenda sisi kwanza. Hebu fikiria yale mateso aliyopata Yesu pale msalabani. Ni upendo namna gani ambao unaonyesha kwa wanadamu? Nasi tunatakiwa kufuata huo upendo. Nasi tunatakiwa kuwa na roho ya upendo, mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26 na mstari wa hadi sura ya 26 hadi mstari wa 28. Sura ya kwanza mstari wa 26 hadi mstari wa 28, Biblia inasema tuliumbwa kwa sura na mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Nasi kama tuliumbwa kwa sura na mfano wake, nasi tunatakiwa kuwa na upendo. Tajuaje kama una upendo? Kumtumikia Mungu. Fanye kazi ya Mungu kwa upendo. Jitoe kumtumikia Mungu. Ikiwa ni mwimbaji, jitoe kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mwinjilisti, hubiri injili kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mwalimu, fundisha. Tuwe na upendo na mengine yote tutazidishia. Natakiwa kujitoa. Wako watu wengine huko mtaani, wengine ni yatima, hawana baba, wengine ni wajane, wengine wamekataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunatakiwa kuonyesha upendo kama ule Bwana aliyotuonyesha sisi. Kujitoa kwa mali zetu, tujitoe kwa akili zetu na kwa nguvu zetu. Mimi nasema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe kama yule kijana ambaye alimfuata Yesu. Ukisoma katika kitabu cha Luka ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 10 na mstari wa 17 hadi mstari wa 21, tunaona kwamba kijana alimfuata Yesu, akamuuliza, Baba, nifanye nini ili niweze kuurithi ufalme wa mbinguni? Akasema, uzishike amri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana akasema, Bwana, mbona tangu nikiwa mtoto nilishazishika zile amri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akampenda kwa sababu ya kuzishika amri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, nenda kachukue ulicho nacho vyote, kwa sababu yule bwana alikuwa tajiri. Akamwambia, nenda kachukue ulivyo navyo vyote, kauze kwa watu maskini. Bwana Yesu asifiwe. Yule bwana akakunja sura yake, akachukia. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe kama yule bwana. Hatuwezi kuona ufalme wa mbinguni, hatuwezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Ulicho nacho toa. Kimwona mwenzako ana nguo, mpe. Mwenzako amekuja kuomba msaada, mpe. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio upendo ambao ni wa agape. Huo ndio upendo ambao Mungu anautaka kwetu. Ili uweze kumwona Mungu kwenye maisha yako, mpende kwanza Mungu. Onyesha upendo kwa Mungu. Upendo ujae ndani yako, ndipo utamwona Mungu akikuhudumia. Utamwona Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma katika namba 4, wai kanisa tunajifunza upendo ili tuweze kuurithi ufalme wa milele, ufalme wa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kuurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe.
tuweze kulisi ufalme, uzima wa milele. Uzima wa milele tunaulisi vipi? Kufuata amri za Mungu na kuzitii. Tunatakiwa kumtii amri za Mungu na kuzifuata. Bwana Yesu asifiwe. Some katika kitabu cha Kutoka sura 20. Tunaona amri za nani? Za Musa. Kutoka sura 20 kuanzia ile mstari wa 3, Biblia inasema, amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi, ni yeye peke yake. Ukiwa na upendo, automatically utampenda Mungu. Hautaabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Utamwabudu yeye Mungu peke yake, kwa sababu unajua upendo wake kwako, kwa sababu unajua alikokutoa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho duniani wala kilicho majini wala duniani. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ana wivu sana, mpendwa. Hapendi kuona ukimtumikia mtu mwingine. Hapendi kuona ukimtumikia mwanadamu. Kama nilivyosema kule, kuna wengine akiwa na mahusiano mazuri na mjomba wake, kwa sababu akienda kwa mjomba wake akitaka yeye chakula anapata. Mahusiano yote, upendo wake wote anapeleka kwa mjomba wake, au upendo wake wote anapeleka kwa mtu fulani, au upendo wake anapeleka kwa boyfriend. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu mabinti leo wameweka upendo wao kwa boyfriend zao. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, tutatenganishwa na ufalme wa mbinguni. Anaendelea kusema, nami 3 na cha 4 cha mwinuko, na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hii ni amri ya kwanza, nasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mheshimu kuwa hana hatia mtu aliyelitaja jina lake bure. Ikumbuke siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpenda Mungu automatically utaikumbuka siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Sabato inaweza kawa Jumatano, siku ambayo tunakusanyika sisi. Bwana Yesu asifiwe. Utaikumbuka. Siku ya Jumapili utaikumbuka, kwa sababu unampenda Mungu. Waheshimu baba na mama yako, upate siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Waheshimu wazazi. Ukiwa na upendo wa Mungu utawaheshimu wazazi wako. Kama unampenda Mungu, wazazi wako utawaheshimu tu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiwa na upendo wa Mungu utakuwa na unyenyekevu ndani, utakuwa na utii. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ambao wenye kiburi wanajua kwamba hata nisipompenda Mungu, Bwana Yesu asifiwe, najua kwamba wazazi wangu wana hela, au wazazi wangu au mjomba wangu ana hiki, nitapata tu kazi, au mjomba wangu pia sehemu kule nitapata tu kazi. No, Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na moyo unyenyekevu. Upendo unaleta unyenyekevu ndani. Ukiwa na upendo utatii. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Simoni Petro alitii. Kisoma katika kitabu cha Luka, Bwana Yesu asifiwe, tunamwona Simoni Petro alitii. Upendo. Luka sura ya 5, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza pale, tunaona Bwana alipokuwa anahubiri Injili katika ile nchi ya Gerasi.
katika ziwa kule Genesi. Tunaona alipofika pale alimuona Petro. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya Petro kukesha usiku kucha, licha ya Petro kuchoka, Bwana alipomwambia nivushe ng'ambo, shusha nyavu nivushe ng'ambo, Petro kwa kuwa alikuwa na upendo, moyo wake kwa na nyenyekevu, akanyenyekea, akatii, akaondoka akamvusha Bwana ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tunatakiwa kuwa na moyo wa upendo. Tunatakiwa kuwa na moyo wa upendo ili unyenyekevu uwe ndani yetu. Wako watu leo wananyenyekea marais. Wako watu leo wananyenyekea wajomba zao kwa sababu mjomba yuko sehemu fulani ataniconnect. Wako watu leo wananyenyekea maboyfriend wao kwa sababu nikimwambia hivi ataniacha. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa kumnyenyekea ni nani? Ni Mungu pekee. Kwa sababu yeye Mungu alionyesha upendo kwetu. Wengine mnajua historia ya maisha yenu. Mungu alipowatoa ni mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu asikutenge na upendo wa Mungu. Mwanadamu asikufanya ulisi uzima wa milele. Tutajuaje kama nampenda Mungu? Zishike amri za Mungu, zishike na kuzifuata. Ukiwa na upendo wa wengine wote atakuja. Upenda wazazi utawapenda. Ukiwa na upendo wa Mungu utawapenda rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona rafiki yako anapotea utamleta katika njia sahihi. Ukimwona mwenzako anaenda wrong mfundishe kama unajua. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio upendo ambao Mungu anaongelea. Anautaka kwetu sisi. Tuonyane. Mwenzako anafundisha hivi wrong, muelekeze unatakiwa hivi na hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio upendo ambao Mungu anautaka kwetu. Ukiwa na upendo wa agape, hiyo mipendo mingine inakuja tu. Mahusiano yaliyopo kati ya mtu na mtu na vitu na vitu vinakuja wenyewe tu ukiwa na upendo wa agape. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kama kanisa tunatakiwa kuwa na upendo. Kisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 1 na mstari wa 14. Kiwa na upendo tutakuwa na umoja kanisa kama kanisa. Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 14. Biblia inasema hao wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja, nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kama kanisa tunatakiwa kuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa mahali hapa tunatakiwa kudumu, tuwe na umoja. Sisi ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kuwa na umoja tunapokuwa. Biblia inasema kwamba wakadumu wakati walikuwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Katika kusali pamoja. Kisoma pia Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 46. Biblia inasema na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wakimega mkate kama sisi leo tunapofundishana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kama kanisa tuwe na umoja, tufundishane. Bwana Yesu asifiwe. Fundishane maneno ya Mungu, tufundishane leto ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wakila chakula chao. Bwana Yesu, chakula chao. Kimona mwenzako hana chakula, mpe. Bwana Yesu asifiwe. Saidiane. Roho ya upendo hamna. Wako watu leo ukienda kumpelekea shida yako ndo kwanza anaanza kukutangaza. Bwana Yesu asifiwe. Hana roho ya upendo. Tubadilike kanisa, tuwe na roho ya upendo, ndipo tutakapoulisi uzima wa milele, ndipo tutakapomwona Mungu akitusaidia. Hayo mema yote atatufuata. Bwana Yesu asifiwe.
tuonyane sisi kwa sisi. Kimwona mwenzako anakosea, muonye. Kimwona mwenzako anaenda wrong, muonye, mwite, mwelekeze. Bwana Yesu asifiwe. Usimwache mwenzio kapotea. Huo ndio upendo ambao Mungu anaupenda. Kujitoa kwa ajili ya yatima. Unaka sadaka chako unako. Kujitoa kwa akili zako, kwa nguvu zako. Toa sadaka. Toa nguvu zako kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mwimbaji, imba. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa wewe ni mhubiri, hubiri. Kupitia wewe watu watamuona Mungu. Kupitia wewe watu wataokoka. Huo ndio upendo ambao Mungu anautaka. Warejeshe watu kwa Yesu. Wako watu wamepotea, wanahitaji neema ya wokovu. Wanahitaji kumuona Mungu kwenye maisha yao. Wengine wamekata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wanahitaji tu neno la Mungu liwatie moyo. Wewe na mimi ndio kazi yetu kuifanya. Wewe na mimi tena tukawatie moyo. Wengine ni wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukawatie moyo. Kama tulipojifunza katika kitabu cha Luka. Tulijifunza katika kitabu cha Luka sura ya 15 na mstari wa 15 kuanzia pale. Tulijifunza kwa leo habari ya mwana mpotevu. Alipopotea akaona, baada ya kufarakanisha zile mali zake zote, akarudi kwa baba yake. Baba yake akamsamehe kwa sababu alikuwa na nini? Na moyo wa upendo ndani. Kanisa kama kanisa tunatakiwa kuwa na moyo wa upendo. Sisi tunatakiwa kuwa na moyo wa upendo. Hayo mengine yote tutazidishiwa. Ukiwa na moyo wa upendo utamsamehe mwenzako. Hutakibeba kitu moyoni. Tupendane. Soma katika kitabu cha Warumi sura ya 12 na mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Bwana Yesu asifiwe. Tajuaje kama unampenda Mungu? Toe mwili wako kuwa dhabihu. Tumikie Mungu kwa mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia viungo vyako mtumikie Mungu. Usiende kutumika kwa mambo yasiyofaa. Mtumikie Mungu. Viungo vyako vitumie kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utamuona Mungu kwenye maisha yako. Utamuona Mungu akikuzidisha katika biashara yako. Biblia inasema kwamba utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Unapoutoa mwili wako kuwa dhabihu kumtumikia Bwana, kuifanya kazi ya Mungu, Bwana atakuzidisha kwenye maisha yako. Utamuona Mungu akikuinua. Sisi wengine hapa ni neema tu ya Mungu imetubeba. Wengine tumesoma, hatujui tumesomaje. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ya Mungu imetubeba mpendwa. Mshikilie huyu Mungu kama umepata neema ya kumjua Mungu. Mshikilie huyu Mungu kama umepata neema ya wokovu. Mpende huyu Mungu, utaona faida zake, utaona matunda yake kwenye maisha yako. Utaona Mungu akikupitisha katika namna moja au nyingine. Upendo wa Mungu. Ukimpenda Mungu inaondoa tamaa ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na upendo wa Mungu inaondoa tamaa ya mwili. Wako watu leo miili yao inawatumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na upendo wa Mungu utafunga, utakuwa na maombi yako. Ukiwa na upendo wa Mungu utaotoa mwili wako kuwa dhabihu takatifu, utamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utaacha kutenda mambo yasiyopendezwa. Pende Mungu. Upendo ndo kila kitu. Unataka mume mzuri, mpende Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kufaulu masomo yako, mpende Mungu, onyesha upendo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wengine wako watu wanaosema huyu binti atasoma. Tulinena majina mbalimbali. Kule nyumbani kwetu ukifika pale, sisi ukoo wetu naambiwa wale pale wote wana ukimwi. Bwana Yesu asifiwe. Majina mabaya yanaumiza. Bwana Yesu asifiwe.
Sisi ni watu wa kusemwa. Tulikuwa machokoraa, lakini Mungu katuinua. Bwana Yesu asifiwe. Ni upendo wa Mungu wa namna gani? Huwezi ukanitenganisha na upendo wa Mungu hata siku moja, kwa sababu najua kule amenitoa. Yamkini wewe unacheza na ule upendo wa Mungu. Mpende Bwana Mungu wako kwa nafsi yako, kwa roho yako na akili zako na kwa nguvu zako, ndipo utamwona Mungu kwenye maisha yako. Unaelewa vile Mungu amekutoa. Usijisaulishe mpendwa. Kule Mungu amekutoa unaelewa. Wengine mlikuwa na mapepo mnaonewa, Mungu akawatoa kule kwa upendo wake. Wengine mlikuwa mnaonewa na roho za uzinzi, lakini Mungu akawavusha kule. Chunga wa upendo wake. Chunga wa upendo wa Mungu kwake. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali mtu akutenganishe na upendo wa Mungu. Usikubali kitu kukutenganisha na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mahusiano, usikubali mahusiano yako yakutenge na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali mahusiano yako yakutenge na upendo wa Mungu. Najua kule Mungu amekutoa. Unajua yale Mungu amefanya kwako. Unajua vinye Mungu amekufinyanga kwenye maisha yako. Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukaona nguvu za Roho Mtakatifu zikimanifesti kwenye maisha yako kama hauna upendo. Lamkini ukiwa ukiishi maisha unayotaka wewe, ni saa ya kutengeneza sasa. Yamkini ulikuwa umesahau. Siku ya leo Bwana amekuja kukukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza maisha yako na Mungu. Tengeneza mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini mahusiano yako yamesababisha kufarakana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu. Ndipo utamwona Mungu akikuinua. Ndipo utamwona Mungu kwenye maisha yako. Yamkini unasema baba nachelewa mpaka lini? Baba nachelewa mpaka lini? Ukiwa na upendo utavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu. Kwa kuhitimisha, naomba nikamalizie katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 kuanzia ule mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na mstari wa kwanza anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na upatu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi si kitu. Hata nijaponena kwa lugha, kama sina upendo ndani yangu, si kitu, ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Upendo. Anasema tena, nijapokuwa na unabii, hata ujapotabiri, kamtabiria mtu mambo fulani, kama hauna upendo ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na kujua siri zote na maarifa yote. Hata kama unajua neno la Mungu, kama hauna upendo ni bure mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hata uwe na nguvu kiasi gani, hata uwe na nguvu ya kuomba kiasi gani, kama hauna upendo ni bure mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wangapi? Tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kama vile Mungu alivyoonyesha upendo kwetu, nasi tunatakiwa kuishi upendo. Tunatakiwa kuonyesha upendo kanisa kama kanisa. Anaendelea kusema, anasema tena, nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, kama sina upendo ni bure. Bwana Yesu